Hakuna namna unaweza ukawa huna pesa ukanishauri kwamba una akili. Akili huwa zinakaga kwa wenye pesa. Ukiona una pesa jua pia na akili una. Uwezo ukasema una mipango, mimi nina pesa, mimi sina pesa lakini nina akili. Hakuna uwiano kati ya kutokuwa na pesa na kuwa na akili. Yaani kivyo vyote vile ukiwa una pesa, sisi wenye pesa tunakuona una akili. Kwa sababu akili ndio inaweza kukufanya ukawa na pesa. By the way, leo nimeamua gari zangu nizipumzishe. Niko Kiambu Road. Kama unavyoona ni kama Tukuyu, ni kama kwetu Mbeya Tukuyu, lakini hii ni Kenya. Nairobi ukitoka nisogea pembeni kidogo kuna sehemu inaitwa Kiambu. Nimeazima na gari za pipi kidogo ambazo nimempa binti yangu msanii atembee nazo. Nimesema nataka nione Kiambu the way inavyoonekana. Kwa hiyo nije na convertible. By the way, nilichokipenda vijana wa Kenya wanatufundisha kitu kimoja tofauti na vijana wa Tanzania. Vijana wa Tanzania wengi wetu, mimi kwa Tanzania sipendi kwa sababu mimi ndo kijana pekee na pesa kuliko mwingine. Sasa Kenya naona vijana wanajitahidi, unakuta kijana ana mchuma mkali, kijana na nini. Kenya, vijana wa Kenya naona umetuzidi kidogo kwa vijana wa Tanzania. Vijana wa Tanzania wengi wao wanawaza kushinda kwenye pool, wanawaza kushinda vijiweni, wanawaza kulala kwa dada zao, wanawaza kuishi maisha ya kuombaomba. Lakini nimeona Nairobi vijana wengi ni wakola, lakini angalau sasa wana gari, kwa sababu hata wasingekuwa wakola afu wana njaa isingewasaidia. Kwa hiyo naweza nikasema kitu kimoja, Tanzania na Kenya kwa vijana sio kwa ubaya, lakini naweza nikasema mimi ndo kijana pekee mwenye hela kuliko kijana yoyote East Africa hii nzima. Lakini kwa sehemu ambayo vijana wengi angalau wana vihela 200-300, wanabadilisha magari, wanapanga sehemu nzuri, wanaishi vizuri, basi naweza nikasema Kenya inaweza ikawa inatuzidi Tanzania kwa vijana. Lakini kwa kijana namba 1 anatokea Tanzania. Yaani kijana namba 1 anatokea Tanzania, lakini wa Tanzania wengi wao vijana ni wavivu. Ila Kenya, nimepita sehemu huko Kiambu nimekuta vijana wanapiga sherehe. Nimekuta vijana wanapiga sherehe, wamepaki chuma, nikasema na mimi Tanzania naenda kuwaamsha vijana na wao wawe na vyuma. Sasa kama wewe ni kijana wa Tanzania, huna hela, huna gari, huna chochote, bado unang'ang'ania kufanya upumbavu, amka nenda katafute hela. Hakuna mtu yoyote ambaye ataamka kukutafutia. Mimi mtu yoyote ambaye hana hela namuona ni mpumbavu. Kwa hiyo kama wewe uko hapo huna hela, wewe ni mpumbavu kama wapumbavu wengine. Hizi ni gari anatembelea pipi, ni ana miaka mingapi? Ana miaka 16. Binti mdogo tu, mtoto wa mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Sina la kuwashauri, lakini kama mtaendelea kama mkiendelea kukaza vichwa, mtaendelea kuishi maisha ya kimaskini mpaka mnakufa. By the way, hi. Wachawi mnaroga mpaka gari. Na ndio hiyo. Nikajua mmeroga gari bana. By the way, nimesema kama unataka kujiunga na nguvu ya pesa na chora 3, ingia Google, andika Chief Godlove.